Wapumbavu wakubwa. Nimejua kwamba wewe na mumeo mko humu, lakini vyumba tofauti. Chezea mtu yoyote kwenye hiki kijiji, lakini usije ukamchezea mama yangu. Na bado sijasahau, Bella ni damu yangu. Ni chaguo rahisi, fanya maamuzi magumu. Unaweza kupambana au ukakimbia. Kwa sababu muda hujaza, ni rahisi kusahau, kwa sababu leo yako inajengwa na jana. Jambo la muhimu, pambana kama kesho haipo. Kiondo. Nendeni mkapambane nao. Sijui kinachoendelea baina askari wangu wa kike na mme wako. Labda kama atakuwa na biashara zake nje na mimi. Kama una vita na askari wangu, sio mbele yangu. Nadhani unajua nitakachokifanya. Tunaweza kuzungumza kilichotuleta. Nina operation nataka kuifanya Dar es Salaam. Najua kule una jeshi lako. Nakusikiliza. Tupisheni. Kiondo, umepora mavuno yangu ili uweze kunishinda kwenye zabuni. Sasa unaona pia utaki mimi nishiriki kwenye kikao. Hivi wewe unajiona nani haswa kujaribu kutaka kunipangia jinsi ya kutumia au kuendesha biashara yangu? Inaonekana uzee unakufanya kuwa msaulifu Alfani, eh? Nakukumbusha, robo 3 ya mali unazomiliki ni zangu. Usisahau hilo. Sawa? Na kama ukishinda hii zabuni, robo 3 ya mali ambazo unadai ni zako nachukua. Na wala usijali kuhusu nyaraka. Najua unazo.
lakini nikizihitaji hata leo hii inawezekana. Hakuna sehemu ambayo nisiyojua kwenye nyumba yako. Kila sehemu naijua. Sasa chagua moja. Kushinda hii zabuni upoteze kila kitu, ama ushinde ubaki salama. Bella, unajua nimekutafuta sana. Kumbe umekaa huku. Alafu, mbona uko nje kuna walinzi wengi leo? Kuna nini? Hata mimi sielewi. Kaka Mwamposa kanifungia huko. Kasema nimsubiri mama mpaka atakavyokuja na hao walinzi. Ngoja mama aje tutajua. Aje? Wewe unahisi wanaweza kurudi leo? Sina hakika. Kwa nini? Unajua dada Roda mimi amenifumania leo na Bunji kule kwa marehemu Mwambegule, lakini cha ajabu wamenitoa mimi nje, wamebaki yeye na Bunji wanaongea. Sasa sijajua wanapanga nini au walikuwa wanaongea nini. Kitu pekee ninachotaka kukifanya, nataka niende kwa Bunji usiku huu ili nijue mipango ilikuwa ni nini. Mungu wangu, Idaya, kuna balaa lingine hili. Kuhusu mama sina uhakika sana, lakini baba kama unavyojuaga akisafiri hawezi kurudi siku hiyo hiyo. Champo. Aeleweki bwana una. Champo lazisha Champo. Sikilizeni. Champo ametoka town sikuta amejifunza muziki vizuri. Au sio? Mizunguko haijatimia. Piga minne. Mwambie Cheupe elewe. Kwa hiyo umemtetea kwamba mimi chibe kabisa sijui kupiga. Cheupe mna kitu najua bwana. Mpe twende. Poa. Zela town. Yeah. Champo. Yeah. Hey, nilikuwa rasta pesa zikaletwa palo muntu na kipilipili bila mzungu na ni rasta life na kwenda faster ulimwengu wa vista watu wanaanza kuite huko kwanza alafu wanauliza vipi madem wanakudem miujiza maana tu juu ya toyo shem mwendo sana kabla ya pesa inakupa madem. Shua, hata uhai wangu hauna thamani kwa hii taarifa nikuletea hapa. Ni kitu gani hicho hili? Nidhani umejipanga vizuri sana jiji. Na kwa hili ni lazima utalipia, lakini kwa sasa nitaanza na wale wakozi wote wasababisha kifo cha mwanangu. Champo ni 50 huyu wewe. Ngoja kwanza. Kelele na vifijo kwa Dr. Bunji. Dokta. Karibu dokta, tunachangamsha akili, tunachangamsha tumbo, kuna mahindi, kuna maparachichi, kuna kila zaga. Shamba cha mashobo Cheupe dawa. Mimi nasema asanteni sana jamani, kuja tu kuongea na Champo mara moja. Nashukuru sana Champo. Daktari,
Hey, isa uliye mufindu baba. Naloli. Isa uliye mufindu. Naloli baba kwangu. Pa nani mwe? Inabidi ujifunze sasa wewe naye. Ushakuwa mtu huko sasa. Anakuambia ukaribie usiguse kidogo. Asante. Ni kawaida yetu sisi wana kijiji kuandaa vyakula kama hivi. Karibu baba. Karibu isa uliyemo. Naloli baba, ni nkikono. Isa uliyemo findu. Baba. Daktari baba, karibu. Karibu. Wewe na taratibu. Bunji huyo. Bunji huyo. Nditi mwake mwake. Kati yenu ni nani nditi mwake mwake? Kwa nini mnanizuia kuongea na familia yangu? Nataka kuongea na familia yangu. Unajifanya unajua kuitika, si ndio? Tena shukuru Mungu hata chakula umepata. Mwenzio huyu tangu jana chakula hajapata. Unajifanya kiburi, si ndio? Shika chakula wewe, acha kiburi. Nataka nikupe kazi ya muhimu sana. Sana. Nataka unisaidie kumchunguza mamake Mwamposa. Kitu pekee ambacho nataka kujua, ana uhusiano gani na familia ya mzee Mwambegule. Ndio kitu pekee ninachotaka kujua. Kwa hiyo ni kazi nataka nikupe ufuatilie. Lakini kiukweli yani unamwongelea Mwambegule huyu marehemu ambaye ni wako wa shangazi Tuli. Kuwa na mazoea na yule mama si kweli bwana. Natamani nimekupa kazi ufuatilie ili ujue. Yaani mazoea na mama yake Mwamposa, yani yule mama kwa hamna yule mama. Kwanza unajua yule mama yake Mwamposa alivyo. Kama sio Mtanzania, Joleki mfupi, ana roho mbaya, anapenda vijana, yupo yani siwezi akana mazoea bwana ile. Sema nakupa kazi ya kumfuatilia tujue vyote hivyo kama ni kweli au sio kweli. Mbona ueleweki? Ndio maana nakwambia akili zako waga wewe unaziweka wapi, unafikiria nini? Haina noma mwanangu fresh. Poa mwanangu Bunji. Nuru akawetele. Wanakupenda wale. Nikapumzika. Tutengenezage hata salamu basi. Kali sana. Mpaka siku kukate shingo wewe ndo utanyooka. Ndio unaanza kupigana tu. Unanipa makazi magumu. Mwanangu champo. Tumeishia wapi? Ladies and gentlemen, you are welcome. Continue. Tulipokea mapendekezo ya zabuni zenu kutoka kwenye kampuni zenu. Na kwa kuwa zabuni hizi zitatumika katika ukanda huu, katika hoteli zetu, na ndio maana tukaona kikao hichi tukifanyie Mbeya. Na ni kampuni moja tu itakayohusika kushinda kwenye jambo hili. Na mimi bila kupoteza muda, ningependa kuitangaza kampuni hiyo. Mr. Kionda, nini kimetokea? Sikuelewi chifu. Mkuu. Kuna tatizo. What is this? I don't know. Mr. Kionda, umeshinda hii tenda.
lakini kwa hiki kinachoonekana ni wazi kila kitu kinateketea. Naomba muda kidogo, nitalifix hili. No time to waste, my friend. I think Mr. Lema kama mtu wa pili anapaswa kuchukua hii tenda. Baba, sikutegemea kama utawahi kufika. Kwanza, mbona walinzi ni wengi na silaha namna hii? Kuna nini? Walimwengu wanakuambia jicho hulipwa na jicho. Well, tonight I tell you otherwise, my friend. A son for a son. Wengi wanajua nguvu ya mbwa mwitu ni mpaka mwezi uandame. Hapo ndio huonyesha nguvu zake zilipo. Malkia aliniambia nijaze ulinzi, lakini hakuniambia sababu ni nini. Kanunu, Vikutonge la Maka yuko sahihi kabisa. Ikiwezekana, ongeza walinzi. Sawa baba. Nahitaji kwenda kupumzika kwa Hidaya. Nendeni mkapumzike. Sawa mkuu. Ida, uko sawa? Niko sawa. Kweli? Lakini Ida, mbona napenda tujitafutie matatizo na yazidi kuwa makubwa zaidi? Kwa nini? Wewe ni usiku. Unafanya nini hapa Ida? Unajua kabisa mimi nawe kuonana ni hatari, lakini wewe ulioni hilo Ida. Bunji, mimi mwanzio nimekaa nyumbani lakini sina amani. Nimekuja huku kwa sababu nataka kujua wewe na Daroda mlikuwa mnaongea nini? Daroda alikwambia nini? Yaani kwa umetoka kote kuja niulize ile swali Ida kweli? Halina maana. Alikuwa anakuambia nini? Bunji. Anasema anahisi mimi na familia ya Mwambegule tuna mahusiano na anataka kujua. Na anasema nisipomwambia ukweli basi yale aliyotukuta mimi na wewe pale ataenda kumwambia mzee. Bunji, kwa hiyo wewe umemwambia ukweli? Bunji. Mimi sijamwambia chochote kile. Na hawezi kusema chochote kwa mtu yoyote yule kwa sababu bado kuna vitu vingi sana nataka kuvijua kutoka kwangu. Bunji. Usijali, hawezi kusema chochote kile. Lakini wewe sasa hivi leo unapaswa uwepo nyumbani. Rudi kwako tafadhali, tafadhali, tafadhali. Hapo pasi kuwa hapa sasa hivi ndani hatari. Mimi siondoke nyumbani Bunji. Kwa sababu ule Dankasi na mwake hawako nyumbani. Leo mimi na wewe tunalala hapa. Hakuna mtu yote atakayejua mimi siko nyumbani. Yaani mimi na wewe hapa mpaka asubuhi. Sawa.
Sasa mpenzi, unataka kula chakula au unataka tunda? Utakula nini? Tuli, unafanya nini hapa? Okay. Hapa ni nyumbani kwetu kwa baba yangu na mama yangu. Nilikuwa nipo zangu chumbani kwangu nimepumzika. Sasa hivi ni muda wa kula chakula. Nimekuja zangu hapa niweze kuchukua chakula nile kisha nirudi zangu chumbani kupumzika. Vipi mzee, kuna tatizo? Nisikilize kwa makini sana. Mtoto wa kiume mwenye nguvu na mabavu ya kuweza hata kupigana na baba yake anapaswa kuwa kwenye kaya yake akila na kunywa jasho lake. Nisikilize, kuanzia leo hutakula jasho langu mimi, utakula jasho lako, na kesho sitaki kukuona hapa nyumbani. Utoke nyumbani kwangu. Unasemaje Gwamaka? Kama ulivyonisikia. Gwamaka, unawezaje kumfukuza nyumbani mtoto? Mimi ni baba wa hii familia na ni kichwa cha hii familia, alafu hii nyumba ni ya kwangu mimi. Yeah. Yaani wewe kichwa cha panzi ndio uwe kichwa cha familia? Sikia Gwamaka, mwanangu Ntuli akiondoa mguu wake ndani ya hii nyumba, mimi pia nafuata. Malkia wangu, tunatoka hotelini. Sasa tunaelekea wapi? Tunaelekea Kawetere. Tunarudi huko. Alafu Bi Malkia, nikwambie kitu. Yaani huyu Kiondo umempiga bonge la surprise yani. Kwanza anatakiwa kuheshimu. Akuheshimu na akupe taji lako. Heshima na taadhima. Au unasemaje kaka wa watu? Kabisa Malkia. Nampa Kiondo pigo kubwa sana. Hakutarajia. Makalindi, naona kama unataka kusema neno. Sema. Malkia wangu, mimi nimekuwa ni askari wako na shupavu, na ndio maana tuko pamoja hapa. Lakini nilitamani sana unishirikishe kwenye mpango wako wa kumwadhibu Mr. Kiondo. Unajua kuna mipango mingine ukitaka kuifanya, upaswi hata kuamini nguo yako Lova. Sijui kama unalijua hilo. Kitema, Malkia, itabidi ubaki hapa mjini. Fuatilia ujue kila kitu wanachotaka kufanya. Maana naona tumeanzisha vita. Bila shaka Malkia wangu. Namtafuta Hidaya. Nani anakuambia Hidaya yuko? Lakini ujue mimi ni mama yako. Nakujua vizuri. Tunarudi Dar es Salaam. Unasemaje? Basi huenda ikawa anasema kweli kwamba yuko kwa ndugu zake. Halo, mpenzi. Halo. Giza limetanda, tunahitaji nuru.